Na asante sana kwa kutegea taarifa zetu. Karibu basi tukupashe tulokuandalia. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaanza na taarifa kwamba gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro ametetea mkataba mpya wa afya baina ya Kenya na Marekani, akisema utafaidi serikali za kaunti na kupiga jeki juhudi za kuboresha afya humu nchini. Mung'aro alikuwa akizungumza huko Bamba Ganze, kaunti ya Kilifi, wakati wa uzinduzi wa zahanati ya wanawake wajawazito kwa ushirikiano na kampuni ya Safaricom kwa kima cha shilingi milioni 300. Naye mwenyekiti wa kampuni ya Safaricom Michael Joseph ametaka taifa kuwekeza katika afya haswa mashinani, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Ni katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la zahanati ya wanawake wajawazito kujifungua chini ya mpango wa uzazi salama huko Bamba, eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, ambapo gavana Mung'aro alitetea vikali mkataba wa maelewano wa afya baina ya Kenya na Marekani. Unajua afya imegatuliwa na mimi sina tabu na hiyo, lakini hata rais leo akipokea, unajua kuna miradi ambayo haiwezi kwenda, kuna mashirika mengine na nchi zingine hata kupeleka pesa moja kwa moja kwa county. Kuna wale wanapeleka moja kwa moja. Sasa rais anapokea tu hizi kwa niaba ya hizo county zote na afya. Hizo vifaa zitakuja kwetu tu. Haiwezi peleka mahali, atazipeleka wapi? Maana hospitali ziko kwa county. Kwa hivyo hii ni siasa duni. Zahanati hii inajengwa kwa kima cha shilingi milioni 300 kwa ushirikiano na kampuni ya Safaricom M-Pesa Foundation na shirika la Amref. Inatazamia kupunguza mwendo mrefu wanawake wajawazito ulazimika kutembea, pamoja na visa vya kujifungulia nyumbani. Our main goal is to try to reduce the infant mortality within the county. It's one of the highest in the country, or if not the highest, I'm told. And that's one of our goals as part of the foundation, is to reduce the infant mortality rate as part of its SDG goals. Including that is maternal health. We provide maternal health. And we believe that if we provide these kind of facilities, that the mothers who are going to give birth will come here and give birth and have the right treatment, so that will increase the possibility of the infants surviving and growing to be citizens of this country. Under 41. M-Pesa inajenga, si tunanunua vifaa. Ya? Kwa hivyo tumeanza hizi kazi, na hapa kutakuwa na hivyo vitanda 41 tutanunua kama county, theater, equipment. Tunafanya hivyo kule Junju, tayari imemalizika. Hivi karibuni tutaanza pale Kilifi, pia wanatujengea ya vitanda 100. Hao wanajenga, tuna equip. Kwa hivyo si ni partners. Pale kunaitwaje Shakahola imeanza. Tuko na nyingine itajengwa Watamu imeanza. Kuna nyingine inajengwa pale Kombeni in Rabai. And the government has committed to buy equipment. Now, as other partners, at times we get resources to able to beef up the equipment, because the equipment may not be enough. So let's say this is a 42-bed capacity building. If the government is not able to get all the 42 beds, then there's a possibility for partners to add more, and that is how. And of course, beyond putting them, there's maintenance and just making sure that the mothers get what they deserve. Ukosefu wa fedha za kutosha na vifaa vya kisasa katika sekta ya afya imetaja kama mojawapo ya changamoto kuu zinazokumba sekta hii muhimu, huku wahisani wakitakiwa kujitokeza ili kupiga jeki sehemu ambazo afya bado haijafikia wakazi, hasa katika kaunti kama nchini. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.